Jasusi Joeri kutoka kisiwa cha Proti nchini Canada ameachilia nyaraka za siri zinazofichua kwamba Bi Clara Devoise, mwanamke kutoka nchi ya Ufaransa mwenye umri wa miaka 30 ambaye aliwasili nchini Burkina Faso akijifanya mkurugenzi wa NGO itwayo Hope Forward yenye shughuli kuu ya kusaidia wanawake wa Afrika, hasa masuala ya elimu ya wasichana na afya ya uzazi. Bi Clara alijionyesha kama mtoa misaada ya kiutu nchini Burkina Faso, huku akitembelea vijijini, shule na masoko, huku akitumia televisheni ya taifa akisifia uongozi wa nchi hiyo ya watu wanyofu, yani Burkina Faso. Hiyo yote ilikuwa ni njia ya kijasusi ili asigundulike, lakini lengo lake kuu lilikuwa kudukua na kukusanya taarifa za kijasusi hasa kwenye tovuti za kijeshi pamoja na vituo vya mafunzo vya kijeshi vya nchi ya Wagadugu, vituo vya mafuta, vituo vya uongozaji wa ndege zisizo na rubani na mambo kadha wa kadha. Katika kazi zake za kila siku, alionekana akiwa na simu mbili mkononi, moja ya kiraia na nyingine ilikuwa simu maalum kwa ajili ya mawasiliano ya kijasusi, huku akitumia kutuma email au barua pepe kama iitwavyo kwa Kiswahili, ambazo ziliwekwa ulinzi imara, ikiwemo ramani zilizochakatwa vema pamoja na picha za satellite za maeneo muhimu ya kijeshi ambazo zilikuwa zikipelekwa kwa watu wa NATO na majasusi wengine wa kigeni. Lakini idara ya kijasusi ya Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore kwa kushirikiana na idara ya kijasusi ya Urusi walikuwa wameng'amua kwa kumtilia mashaka mwanamke huyo na kuamua kumfuatilia mawasiliano yake. Baada ya kujiridhisha kuwa anafanya shughuli za kijasusi huku simu yake akiitumia kwa satellite, walifanikiwa kuzuia nyaraka hizo zisiweze kuwafikia wahusika, badala yake zilikuwa zikienda nchini Urusi. Rais Ibrahim Traore aliwashauri majasusi wake wamuache mpaka pale atakapomaliza shughuli zake za kukusanya taarifa, ili nao pia waweze kuwa na taarifa nyingi kumuhusu yeye, na akikamatwa aweze kutiwa nguvuni bila mashaka. Inaelezwa kuwa baada ya miezi kadhaa mwanamke huyo la kijina Clara alitiwa nguvuni, huku waliokuwa wamemtuma wakiomba arejeshwe nyumbani kwao kwa njia ya kidiplomasia, lakini Rais Ibu alisisitiza kuwa usaliti wa kuaminika ni adui wa Burkina Faso na Afrika. Mwanamke huyo alienda Burkina Faso kumpeleleza hatua kwa hatua kipenzi cha Waafrika Ibrahim Traore kwa njia hizo. Ikumbukwe, alipokuwa akijipenyeza kwenye mahojiano na televisheni ya taifa, alikuwa akisema anavutiwa sana na uongozi wa Traore na kwamba ndicho kilichomsukuma kwenda Burkina Faso kusaidia wanawake wa bara la Afrika. Kumbe alikuwa mnafiki. Taarifa ambazo alikuwa akizituma zilijumuisha maeneo ya kijeshi, taarifa za ratiba za mazoezi ya wanajeshi wa Burkina Faso na takwimu za idadi ya vifaa vya kijeshi vinavyoingia nchini Burkina Faso kutoka nchini Urusi, taarifa katika ikulu ya Burkina Faso, barabara muhimu na kadhalika. Pia alikuwa anapendelea kutembelea maeneo ambayo yapo jirani na kambi za jeshi, akijifanya kwamba anafuatilia hali za walengwa wake, yani wanawake, huku akiwa amevaa miwani maalum ambayo kimsingi ilikuwa na kamera ambazo zina GPS ya siri, na akipiga picha za selfie ambazo kimsingi kuna vitu ambavyo akivilenga kuvipiga picha. Kati ya zile simu zake mbili, moja ilikuwa na application za kawaida za WhatsApp
na programu zingine za kawaida. Lakini ile nyingine ilikuwa na password za ajabu ambazo mtu ambaye hajui mambo ya kijasusi asingeweza kuchukua au kujua matumizi yake na kufahamu jambo lolote. Ilikuwaje mpaka kukamatwa? Kukamatwa kwake kulikuwa hivi. Baada ya muda wake kuishi nchini Burkina Faso, mwishoni mwa mwezi wa 4 mwaka huu 2025, Clara alifanya michakato yake ya kurejea kwao Ufaransa. Siku ilipowadia, alienda uwanja wa ndege wa kimataifa wa Burkina Faso. Alipofika, aliona wanajeshi wengi wakiimarisha ulinzi maeneo ya uwanja wa ndege. Akadhani kwamba kuna kiongozi alikuwa anasafiri. Kumbe yalikuwa mapokezi yake mwenyewe kutiwa nguvuni. Aliposogea zaidi, akapata zawadi yake ya neno kwamba yuko chini ya ulinzi. Na alipohoji kulikoni, alioneshwa kila kitu alichokuwa kikifanya kijasusi. Clara Devoise mpaka sasa alichukuliwa na kupelekwa katika maeneo kadhaa, na taarifa zikaenda kwao Ufaransa, ambao walidai kwamba wanaomba mtu huyo arejeshwe. Lakini mpaka sasa hakuna mamlaka yeyote ambayo imezungumza kwamba mpaka muda huu Clara Devoise yuko wapi kwa sasa. Huyu ndiye jasusi wa Ufaransa, mwanamke ambaye aliingia katika nchi ya wanyofu Burkina Faso akijifanya kwamba yeye ni mkurugenzi wa NGO fulani ambayo inasaidia masuala ya elimu na afya kwa watoto wa kike na wanawake wa Afrika. Mtazamaji, wewe umejifunza nini katika jambo hili la huyu Clara kutoka Ufaransa na ujasusi wake? Je, hapo tulipo ama hapo ulipo unapokea wageni wangapi ukidhani ni watu wema kutoka mataifa ya magharibi ambao wanaingia hapo nchini kwako? Je, tuko salama Afrika? Je, kwa nini hawaridhiki kwamba Afrika inaweza kujitawala na kujiongoza kupitia rasilimali zake mpaka warejee kwa migongo ile ambayo wanaona kwamba inafaa kwao na kuleta vita katika nchi za Afrika? Lipo la kujifunza kupitia huku Burkina Faso na swala hili la simulizi ya Clara Devoise, ambaye ni jasusi kutoka Ufaransa ambaye aliingia katika nchi ya Burkina Faso kwa ajili ya kumpeleleza Ibrahim Traore na kuifanya nchi yake isitawalike kwa namna moja ama nyingine. Yani, upelelezi aliyokuwa anaufanya anaupeleka katika nchi ambazo Ibrahim Traore alikata mahusiano nazo, ikiwemo taifa la Ufaransa. Ikumbukwe, Ibrahim Traore alipoingia madarakani alivunja mahusiano ya kidiplomasia na Ufaransa, ambapo Ufaransa ama Burkina Faso ilikuwa kama koloni la Ufaransa. Mpaka fedha iliyokuwa inatumika katika nchi ya Burkina Faso ilikuwa ya Ufaransa. Lakini Ibrahim Traore akaamua kuvunja mahusiano ya kidiplomasia, lakini pia kuwarejesha wanajeshi wote wa Ufaransa waliokuwemo ndani ya nchi ya Burkina Faso nyumbani kwao, kwamba Burkina Faso ni nchi ya watu wanyofu, ni nchi ya watu wenye akili timamu ambayo pia inaweza kujitawala na kujiongoza. Lakini yote haya yanatokea kwa ajili ya nini? Wanataka kurudi tena. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Gordon Kalulunga. Karibu kwa maoni yako, mtazamaji wetu.